Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili. Kwa sasa imetimia saa 5 na dakika 31 saa za Afrika ya Mashariki. Nachukua taarifa moja kabla ya kuingia kwenye mjadala, kwani inahusiana na mada ya leo. Ni kwamba waathiriwa wa ugonjwa wa saratani katika kaunti ya Kwale wamelalamikia gharama kubwa ya matibabu, wakisema baadhi ya vipimo havigharimiwi kwenye bima ya afya ya jamii SHA, na kutaka serikali kuvijumuisha ili kuwapunguzia mizigo. Wakizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka wa kikundi chao cha Keep Hope Alive chenye watu 201 na wagonjwa wanaoendelea na matibabu wakiwa ni 35, waathiriwa hao ama wagonjwa hao wanasema aidha kiwango cha SHA cha kugharamia saratani kiko chini mno kiasi kwamba bima hiyo huisha kabla ya mwaka kukamilika. Wanaitaka serikali kuongeza wataalamu wa saratani na baadhi ya huduma karibu na wagonjwa ili kupunguza safari ndefu wanazolazimika kusafiri kutafuta huduma. Sema ziko so expensive kwa sababu vile alikuwa na estimate, alikuwa anasema zinaweza kuwa roughly 78,000. Na hiyo 78,000 sioni mbele wala nyuma mahali zaweza tokea. Unapata kuna watu ambao wengine wanafanya, kuna kemo wengine wanafanya ya 204,000 every 3 weeks. Sasa kama mtu ako na hiyo kemo ya 200,000, unaona SHA imelipa 104, ako na 100,000 ya police every 3 weeks. Hata mimi na wewe kusema kweli hatuwezi tukapata hiyo pesa. Madaktari waongezewe, walio na ufahamu, maana tunaona wale wachache tuko nao wanajitoa na kuwa exhaust, maana inafika kiwango cha kutembelea hata wagonjwa manyumbani, unapata mdao ni mchache. Kwa hivyo tuongezewe. Fikia matibabu inakuwa ngumu kwa sababu ya za hapa na pale, maskini pia unachangia. Na mtazamaji, hiyo ni taarifa kilio cha wagonjwa pamoja na jamaa ya wale ambao wanawahudumia wagonjwa ambao wako kwenye familia kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Wengi wakalalamikia gharama ya juu ya matibabu. Na ndiyo mada yetu hii leo mtazamaji, kuhusiana na gharama ya matibabu ambayo imeendelea kupanda humu nchini kila uchao. Umekuwa ni mzigo kwa familia nyingi, kwa walio na hela, kwa wasio na hela. Gharama ya matibabu umekuwa ni mzigo kwa familia nyingi. Baadhi hata wanalazimika kusitisha huduma za matibabu au hata kutopata hayo matibabu kutokana na gharama ya juu. Je, tatizo hili litaendelea hadi lini? Ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili kupunguza hii gharama ya matibabu? Niko hapa studio, siko peke yangu. Ninao wageni wawili tayari wamewasili kwenye studio, lakini tunamsubiri daktari. Wakati wote atakuwa anafika hapa kwenye studio kuangazia hali halisi ya jinsi mambo yalivyo. Karibu nami ninaye Imelda Onyango, ni mhudumu wa jamii na unajihusisha sana na wale wanaougua saratani. Ndiyo. Karibu sana Imelda, utakuwa unatuchorea picha halisi ya jinsi mambo yalivyo hasa kule mashinani. Na pia tunaye Emily Munene, ni mhamasishaji wa afya. Karibu sana, ni mjuzi sana wa masuala ya afya katika jamii. Karibu sana Emily. Shukrani, asante sana. Na pia wakati wote tutakuwa naye Daktari Fredrick Kotieno ambaye pia anajitolea sana na kuhamasisha jamii kuhusiana na jinsi ya kupata huduma za matibabu pamoja na jinsi ama mbinu ambazo zipo na zinaweza kutumika kupunguza gharama ya matibabu. Karibuni sana. Hii leo mada itawagusa wengi, na pia mtazamaji, kuna nambari ambayo tutakuwa tukiweka pale kwenye runinga yako. Iwapo una fursa ya kupiga simu, piga simu, tueleze jinsi hali ilivyo. Na pia mwenzangu Lusige kutoka kaunti ya Kakamega atakuwa anazungumza na wananchi na tutasikia kilio chao ni kipi na je, hali halisi ikoje. Tukianzia na wewe Imelda, kwa sababu kuna hiyo taarifa ambayo imeonyesha mzigo wa saratani katika kaunti ya Kwale. Tueleze hali ikoje? Vile wamezungumza ni kweli kabisa. Saratani na gharama ya matibabu iko juu zaidi. Na unapata kwamba haujamaliza hata matibabu, lakini isha inakueleza kwamba haiwezi kugharamia tena kwa sababu ushapitisha the limit ambao wamefanya, ambayo unastahili kunini kwa huo muda kutumia. So unapata kwamba mgonjwa ameambiwa ataende PET scan, aende biopsy. Anaambiwa kwamba ilisha kugharamia mara moja.
So ungoje mpaka huo mwaka ujao, ugonjwa aingoje. Na unapata kwamba wagonjwa wengi wa saratani wanapatikana wakiwa na saratani katika stages ambao zimeenda sana. Kidogo Imelda, nitakukatiza kidogo, sauti yako itengenezwa, lakini pia wakati wanaitengeneza Emily, wakati unapoona hiyo taarifa kuhusiana na kilio cha wale wakazi wa kaunti ya Kwale, hiyo ni sehemu ndogo mno ya wale watu ambao wako katika eneo hilo na maeneo mengine humu nchini. Wewe kama mhamasishaji wa masuala ya afya nchini, hali halisi ikoje? Ni ya kuhuzunisha sana kwa sababu kwa muda mrefu tulianza 2017 kuomba serikali to declare cancer a national disaster. Na hiyo sababu ya kuitisha cancer ikuwe declared a national disaster ni ili wagonjwa waweze kupata matibabu yenye tunasema affordable. Tena unapata matibabu mingi, tena inapatikana kwa mbali. So si gharama ya matibabu peke yake, gharama kama kugharamia transport, yani nauli ya gari ya kutoka mahali umetoka ili ufike mahali unaweza kupata hiyo matibabu. Hiyo mambo inakuwa ya kuhuzunisha sana, because tukilenga mahali tunasema mambo ya universal healthcare, in the spirit of universal healthcare, tunaona tunapoteza njia kidogo, kwa sababu kama mtu hawezi kupata matibabu wakati anahitaji, kwa sababu hawezi kuingaramia. Tena mtu anatoka mbali mpaka ombe mahali pa kulala ili aweze kupata hiyo matibabu. Na akifika pale hospitalini anaambiwa ile insurance yenye imetenga already, wanasema imetenga almost 800,000 kwa matibabu ya mgonjwa wa saratani. Unaambiwa wewe tayari wakati umekuwa hapa hiyo pesa imeisha. Hiyo kiwango chenye umetengewa tayari kimeisha. Hapo inakuwa ni jambo ya kuvunja moyo sana, na familia wanateseka. Si mgonjwa peke yake, hata familia. Kwa sababu tunasema delayed treatment ama denied treatment, it is denied life. Wakati ugonjwa unachelewa kupata matibabu na tayari umepewa appointment na daktari, na kwa sababu huwezi kugharamia, hiyo ni kusema haki yako ya kuishi unanyimwa. Kwa sababu vile tunaelewa mgonjwa wa saratani ama tuseme hata communicable diseases na non-communicable diseases, ugonjwa wote ukichelewa kupata matibabu na kwa wakati unaofaa, then maisha yako hatarini. Kumbuka wakati daktari anakuambia rudi baada ya mwezi moja, ni kusema anajua ile kiwango ya dawa ya matibabu amekupea tayari. Baada ya mwezi moja itakuwa tena unahitaji ukakuliwe, ndio daktari ajue kama aongeze ama apunguze ama akubadilishie. Sasa wewe ukichelewa kufika kwa daktari ama ukifika pale na uambiwe huwezi kutibiwa kwa sababu pesa inahitajika na ni pesa yenye hauna, hiyo ni kusema wakati hata utaanza kufanya mchango uchangiwe na wananchi, marafiki na familia, ama muuze property, ng'ombe ama kitu kingine ndio upate hiyo matibabu, already ugonjwa utakuwa tena umekuwa advanced stage. Mwili mwenyewe utakuwa tayari umedhoofika zaidi. Kwa hivyo ni kusema huyo mgonjwa maisha yake inakuwa hatarini, na family pia wanakuwa na kitu tunaita anxiety. Tutafanyaje? Tutapona ama kutatokea namna gani? Yes. Asante sana Emily pia kwa hilo, kwa sababu kuna mengi ambayo tutazungumzia kuhusiana na saratani. Sauti ya Imelda pia ikiwa sawa atakuwa anatueleza, kwa sababu yeye pia yuko kule mashinani na anatagusana na hawa wagonjwa pamoja na familia zao karibu kila siku. Na pia swali ambalo ningetaka mtalijibu hapo baadaye, mbona hizi huduma za saratani zimesalia kuwa mbali sana na wagonjwa? Tatizo liko wapi? Ni gharama ambayo labda iko juu ya kuleta hizi bidhaa, ni wataalam ambao ni wachache, ama tatizo kuu liko wapi? Lakini kabla ya kujibu hayo maswali, mwenzangu Bernard Lusigi kutoka kaunti ya Kakamega yuko tayari na wananchi kuzungumza nao. Zungumza nao Lusigi, usukani ni wako. Naam, shukran Agnes. Jinsi ulivyosema kwamba kumekuwa na msuko haswa kwenye sekta ya afya, ambapo Wakenya au wakazi
kutoka tabaka mbalimbali wamekuwa wakipitia zile changamoto za kupata matibabu kwa urahisi na kwa gharama ambayo ni ya kujimudu. Hivyo basi tumekuwa na bima ya afya mpya ya SHA, na pia umeweza kuona pia imeweza kuwa na msuko hapa na pale. Kuna wale ambao wanasema kuna wale ambao wanaoje kwamba gharama ya maisha ya matibabu kunrazi gharama ya matibabu iko juu sana. Kuna wale ambao pia wanasema kando na kuwa juu pia gharama nini pia matibabu yenyewe hayapo. Wengine pia wanasema pia gharama ya maisha pia imeweza kuwa juu na pia kuchangia sana katika swala hili la kutafuta au kupata matibabu kwa bei gharama. Na hivyo basi leo hii nimeweza kuungana na wakazi kutoka kaunti ya Kakamega waweza kutuambia au kutuelezea ni jinsi vipi hao wanahisi gharama ya matibabu nchini imeweza kuwa. Labda nikianza na mwenzangu karibu, songea hapa. Tuelezee, wewe ni mkazi wa kaunti ya Kakamega, labda umewahi pitia hili swala la kutafuta matibabu na gharama yenyewe imekuwa vipi? Mimi katika matibabu ya Kenya sahii, mimi huwa naona ni kama haitupeleki vizuri. Maana unapokwenda katika hospitali wanakuambia system iko chini, na wanakuambia saa zingine huwa haupatikani kwa system. Saa huwa ninashangaa sana ni kwa nini huwa wanatupeleka hivyo. Na unapoona president anaposimama anasema ya kwamba SHA iko sawa, na tumeshindwa ya kwamba hii SHA iko sawa katika mambo gani? Kwa hivyo kulingana wewe, labda umeweza labda kupitia hali ya kutafuta matibabu, na labda matibabu yenyewe imekuwa namna gani? Gharama imekuwa chini ama imekuwa juu? Matibabu imekuwa juu sana katika Kenya yetu hii, na pia hiyo matibabu jinsi iko juu, hakuna matibabu yenyewe kwa wakati huu. Yeah. Labda jonge pia uweze kutuelezea. Mwenzetu amesema kwamba gharama ya matibabu iko juu, na pia kwa wakati mwingine pia hakuna yale labda matibabu. Labda kulingana na wewe, labda tatizo liko wapi? Na kuna yale magonjwa sugu kama saratani, labda wewe kama mkazi umeweza kupitia changamoto hizi? Kwa majina naitwa Boniface Ngashira, mfanyabiashara hapa Mumias, Kakamega County. Haswa ukiongelea mambo ya SHA, naweza sema imekuwa 50-50. Kuna wale watu ambao wamenufaika kwa SHA na kuna ile pande ambayo haijanufaika kwa SHA. Kuna yule mgonjwa ambaye akienda hospitalini haezi hudumiwa vizuri akiwa na SHA, na kuna yule mwenye ako na SHA akienda na hudumiwa vizuri. So imekuwa 50-50. Mimi kama mfanyabiashara nimekuwa hata nikiunda medical camps. Unapata kwamba kuna wale watu ambao wanasafa, watu kama ambao wanaugua saratani, they go through a lot. Wakienda pale hospitalini wengi hawapati huduma ya SHA. Na kuna vitu nimesema iko 50-50. So tungerai na tunaomba kwamba serikali hii mambo ya SHA ingezingatia vizuri sana. Unaweza pata kwamba kuna wale unapata kuna scandal ya 11 billion ambayo imepotea kwa SHA, ambapo hiyo si jambo la kufurahisha. Nataka serikali itilie mkazo, itilie manani. Kila mtu Mkenya anastahili kupewa huduma ambazo zinafaa, huduma ambazo zimeboreshwa, huduma ambazo zinaweza saidia kila mtu. Hii Kenya ni yetu sisi wote, ambapo kama ni SHA isaidie kila mgonjwa, isaidie kila mtu. Hataki kuona wale watu wengine wananufaika na wengine hawanufaiki. Ndugu, umeweza kuzungumzia swala la kwamba gharama ya matibabu iko juu hasa kule mashinani na yale magonjwa sugu. Kuna hili swala la mgonjwa ama mwanajamii wako akienda hospitalini, labda unakuta gharama ya maisha ama gharama ya matibabu iko juu na anaambiwa hana zile hela za kuweza kupata matibabu. Kwa hivyo inambidi aweze kurejea nyumbani angalau kuweza kufanya harambee moja au mchango moja, mchango kidogo aweze kupata zile pesa ama zile fedha kuweza kupata matibabu. Labda katika eneo hili labda umeweza kukaribia ama umeweza kushuhudia lile swala la wakazi wakiweza kufanya ule mchango kutafuta pesa za kupata matibabu, na iko na adhari gani kwa pia mgonjwa mwenyewe kando na familia? Changamoto za kuchangia watu wapate huduma ni mingi. Hata sasa hivi tunaongea kuna watu wengi sana, kwa hizo magroups tumewekwa ili tuchangia watu ili wapate matibabu. Manake wengi venye nimesema ama nimeeleza, SHA haiwasaidii. Unaweza pata umeenda hospitalini, the only thing wanaweza kupea juu uko na SHA ni madawa Panadols tu. Hizi madawa tu zenye unaweza enda kwa street na ununue shilingi 50. Hiyo ndio SHA inaweza gharamia. Na umepata umelipia SHA karibu mwaka mzima. Lakini ukienda hospitalini wanakuambia ununue dawa nyingine. Wakiona dawa iko juu kuanzia 300 500 unatuma kwa street. Huku nje uende ununue. Ambapo hiyo haifai na umelipia SHA 1 year.
Naam, shukrani. Labda Agnes, wiki jana uliweza kuniambia kwamba sikuwa na mwanadada ama ile jinsia, leo niko na mwanadada hapa. Labda tueleze, kuna wakati ambapo umeweza kufika ukaona kwamba kuna yale matibabu ama ugonjwa fulani unahitaji matibabu na gharama yake ikawa juu zaidi, na ukaweza labda kuharisha matibabu, labda kama mkazi umaipitia kiwango kama hicho? Nimepitia changamoto sana. Niko na mtoto wa sickle cell. Sasa SHA sioni kama inanisaidia. Sababu mimi nilipa SHA lipa mdogo paka April. Lakini kienda huko haiko active. Inabidi nishike kwa mfuko ndio mtoto atibiwe. Hata sasa hivi vile naongea niko na mtoto mgonjwa kwa nyumba. Ni mgonjwa, serious ni mgonjwa. Lakini sina veneza mtibu. Sina veneza mtibu sababu SHA. Nimejua nikipeleka hospitali kama sina pesa haizi tibiwa. Hivyo gharama yake iko namna gani ama hali yake ya kiafya, kwa sababu sasa kama huna hela za kuweza kumpeleka hospitali kupata matibabu, anazidi kungoja, na akingoja kwamba tunaona kwamba ule ugonjwa pia unaendelea kukua na kuwa sugu zaidi. Labda anapofika mahali umarisha matibabu, labda athari ni zipi? Anahisi vipi ama unapitia hali gani? Kawaida ya sickle cell, mtoto akiumia anakuanga na zile pains zile za nguvu. Sasa akianza kuumia, analia mkono, analia mguu, hawezi tembea. Na ukienda hospitalini kama una SHA na una pesa, itabidi uumie na mtoto wako hapo. Mimi SHA kusema kweli sioni kitu SHA inanisaidia. Naomba kama ni mzuri serikali watuangalie sisi wananchi wa chini upande wa SHA. Ndugu, hebu jongea. Umeweza kusikia kutoka kwa wenzako wanasema kwamba gharama ya matibabu iko juu zaidi, na bima ya SHA pia kwa upande mmoja haiwasaidii vile. Labda wewe kama mzee, hali ya matibabu ama gharama ya matibabu Kenya iko namna gani? Gharama ya matibabu Kenya imekuwa juu sana. Hata mimi juzi nimekuwa mgonjwa, nikaenda hospitalini, lakini niligharamika sana sababu nilipatikana siko kwa system ya SHA. Ikabidi nigaramike kwa gharama ya juu sana. Tumeweza kuona Rais William Ruto akisema kwamba bima ya SHA inasaidia sana Wakenya wengi, hasa wale ambao ni wa hadhi ya chini, akisema kwamba kuna zile nyakati ambapo Wakenya wangeenda wafanye mchango harambee kuweza kupata matibabu au pesa kuweza kupata matibabu. Labda wewe kama mkazi wa kaunti ya Kakamega, labda haya masuala ya kufanya harambee ndio upate fedha za kufanya matibabu, kupata matibabu bado ipo ama ilisha? Hiyo ni kama imeisha. Ni kama haiwezekani kabisa. Sioni kama iko kabisa. Sababu hata mimi mwenyewe ni mtu wa jua kali, lakini kitambo nipate huduma ya matibabu inakuanga imechukua gharama ya juu. Ndugu Songea, labda tuelezee hii gharama ya matibabu iko na athari gani kwa familia na pia kwa wale ambao wanaugua ama wale wagonjwa? Maneno ya huduma ya SHA au matibabu katika Kenya yetu leo hii tunapoongea ni kwamba matibabu yako juu sana. Pale ambapo sisi kitambo tungeenda hospitali na tungetibiwa na shilingi 200 na ile matibabu upate ya kwamba yanakusaidia. Lakini sasa hivi hata ukienda shilingi 10,000 kwenye hospitali utapata tena bado wanakuitisha gharama zaidi hiyo 10,000 na bado matibabu haijakusaidia. Alafu mambo ya kuchangia watu ambao ni wagonjwa bado yapo. Hata wengi wameuza mashamba. Sababu mtu huenda amepata ajali, anafaa aende afanyiwe labda aende theater kule Eldoret ama aende Kenyatta. Utapata ya kwamba wazazi ama jamii inajukumika aidha kufanya mchango au kuuza shamba lake ambaye angejenga ndani ama lingemsaidia kwa sababu ya familia, kwa sababu ya matibabu. Naam, Agnes, jinsi ulivyosikia kwamba kutoka kwa wakazi ama hisia za wakazi kutoka eneo hili la Kakamega ni kwamba hali ya matibabu au gharama ya matibabu iko juu, na wacha tuweze kupata tuweze kuelekea madukani. Tukirejea tutakuwa tunaendelea na mjadala wetu kwa kipindi cha yanayojiri. Asante sana mwenzangu Bernard Lusigi. Bila shaka umepata kauli za wakaaji wa eneo la Kakamega.
wametoa hisia zao, mmesikia, na wamezungumza kwa niaba ya Wakenya wengi katika maeneo mengi. Kutokana na zile sehemu ambazo wametoa, tutakuwa tunajadili zaidi baada ya pumziko fupi, mtazamaji. Kwa hivi sasa nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usio kwa mrefu tutakuwa narejea na kuingia sasa kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu. Karibu tena mtazamaji. Kwa sasa ni saa 5:56 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na gharama ya matibabu. Tulikuwa tumeanza tu kwenye utangulizi kuhusu gharama na hali halisi jinsi ilivyo, na pia mwenzangu Bernard Lusigi akatuletea sauti moja kwa moja za wakazi wa kutoka kaunti ya Kakamega, wengi wakilalamika kuhusu gharama ya juu ya matibabu. Na daktari amewasili kwenye studio, Daktari Frederick Kotieno, karibu sana. Tulikuwa tumeanza mjadala tu kidogo tu na Emily pamoja na Imelda. Nikupe kwanza tu ndio hata watazamaji wasikie sauti yako. Wakati tunapozungumza kuhusiana na swala la gharama ya matibabu, umekuwa ukijitokeza na kujaribu kuwapa wananchi mbinu tofauti za jinsi ya kujaribu kuweza kumudu gharama hii ya matibabu. Wewe kama daktari, hali halisi ikoje? Kwanza shukran kwa wakati huu ambao niko na nyinyi, na natoa kwanza pole zangu kwa kudelay kidogo kuja, lakini nashukuru kuwa mmeningoja na sasa tutaendelea pamoja. Cha muhimu ni kufika. Ndio, cha muhimu ni kufika. Sasa swali nzuri hilo. Gharama iko juu. Gharama ya matibabu iko juu. Na nafikiri kuwa wenzangu labda wanaweza kuwa wameongezea hapo, wamesema machache, lakini naweza sema kuwa sekta ya health au sekta ya afya, nikianza tu sasa kupeana introduction kwamba imegawanyika. Tumegawanya gharama ya kupata afya au huduma za afya kwa sehemu tofauti tofauti. Kuna ile ambayo inachukuliwa na serikali. Sawa? Kuna sehemu ambayo ni ya serikali, kuna ambayo ile sehemu nyingine inachukuliwa na private sector. Sekta binafsi. Au sekta binafsi. Alafu kuna sasa ile ya mtu binafsi anatoa pesa kwa mfuko, ile ambayo tunaita kwa kimombo out of pocket. Out of pocket. Kwa hivyo tumeigawa hivyo mara tatu. Na utapata kuwa serikali inachukua mkondo wa kuhamasisha wananchi kwa waweze kutumia huduma ambayo tunasema ni SHA, bima ya kitaifa, au bima ya kitaifa. Wananchi ambao hawataki bima ya kitaifa pia wanaweza tumia bima aina nyingine ambao watu ambao wanaweza ile ambao ni private insurance wanaweza tumia. Lakini kama serikali na ambayo serikali iko na responsibility ya kuhakikisha kuwa wananchi afya yao inaangaliwa, na wanasema kuwa, na tunasema sisi sote kwa pamoja, ni kuwa jaribu ukuwe na bima ya afya ambayo itakusaidia kupata nini? Kupata huduma za afya. Out of pocket inachukua about 64%, asilimia 64% ya family earning. Inamaanisha hicho kitita ni kikubwa. 6 kati ya shilingi 10 ambayo uko nayo, au kati ya shilingi 100 ulionayo, shilingi 60 itaenda kwa afya. Zaidi ya asilimia 50. Zaidi ya asilimia 50. Na ndipo nasema kuwa ni vizuri sisi sote kama wananchi uwe na namna ya kuwe na huduma fulani za afya kama SHA. SHA iko affordable, unaweza lipia. Na kama unaweza kulipia hizi zingine ambazo ziko juu ni sawa, lakini tunasema kuwa ukue na bima ya afya ili iweze kuweza kuprotect pocket yako. Umezungumza vizuri sana kuhusiana na jinsi ambavyo inafaa kuwa, lakini hali halisi ni tofauti, kwa sababu hata wakati utampata mgonjwa ana bima binafsi, mimi mwenyewe nimeshuhudia kile ambacho unaulizwa kwanza wakati hata iwapo mgonjwa analazwa hospitalini, ni iwapo kwanza umelipia hii ya kitaifa, ndio sasa hii yako binafsi ikusaidie. Inastahili kuwa hivyo? Inastahili kuulizwa kwanza.
Au unasema vipi? Nirudie tafadhali. Iko hivi, kuna bima ya kitaifa na kuna bima ya kibinafsi kulingana na kwa sababu kuna aina nyingi za kampuni ambazo zinatoa hiyo bima. So mwananchi anachukua kulingana na kile na jinsi ambavyo ataona hiyo bima itamsaidia. Sasa kuna hiyo ya kitaifa na kuna ile ambayo ni ya kibinafsi. Wakati mgonjwa sasa anapolazwa, wakati sasa anawekwa kwenye sajili na vitabu vya hospitali yoyote, haswa zile za binafsi, kile ambacho unaulizwa hata za serikali, kile ambacho unaulizwa ni kwamba ndio kuna hii ni ya binafsi, lakini umelipia hii ya serikali ambayo ni ya kitaifa. Inafaa kuwa vile, tueleze, kwa sababu kuna wengi ambao labda wamekuwa wakijiuliza hilo swali na hawana jibu sahihi. Inastahili kuwa hivyo, na hata ukiangalia kiwango ambacho utalipiwa na hii ya kitaifa ni kidogo mno, lakini huenda ikakufunga iwapo hujalipia. Na umesema vizuri. Sasa tunataka kusema hivi, ili hospitali iweze kupeana huduma za afya, lazima iwe imejiandikisha kuwa tutapeana hii huduma ya afya kutumia bima fulani. Hiyo fahamu. For example, uko na SHA unalipia na ukuje kwa private facility yangu, na mimi sijakubaliana na wale wa huduma afya ya SHA, wale wa huduma ya bima ya SHA kuwa nitakuwa naona wagonjwa nikitumia SHA. Hiyo haita apply. Hiyo contract lazima iwe. Na hata unapochagua SHA unasema ninachagua SHA ili niitumie kwa hospitali hivi. Kwa hivyo huwa unaambiwa utaingia hospitali hivi, unachagua hospitali ipi, ukienda kuchagua pale unataka hospitali ipi. Sawa? Wakati uko na private yako ambayo ni private, pia unasema utakuwa unaonekana wapi. Maana kuna zile hospitali ambazo pia ni private, utaingia na wanakuambia sisi hatuchukui hiyo. Hatuchukui maana hawana Agnes. Kwa sababu hawana nini? Hawana contract nao. Hawana mkataba nao. Kwa hivyo hospitali zote za serikali ziko na mkataba na SHA, bima na wale ambao wanapeana ile huduma ya SHA. Hiyo ndio wanatumia nayo kulingana na ile quality ambayo wanapeana na zile huduma zote wanahitaji, surgeries nini inpatient, yani admission na nini. Hizo zote zinachukuliwa na SHA na wako na agreement kuwa SHA itakuwa inachukua hizi. Kwa hivyo wewe ukija na yako kwa mfano uende kwa level 4 na uko na huduma ya bima ambayo sitaki kusema, labda tuseme ni Agnes Insurance. Sawa? Na ukaenda na Agnes Insurance huko na hawana hiyo hospitali ya kiserikali haina mkataba wote nao. Kwa hivyo haiwezi fanya. Lakini SHA itafanya kwa hizo hospitali zote. Sasa mbinu ambayo inatumika katika mataifa yaliyojiendeleza, Emily, kwa sababu nina uhakika mnaufahamu hata jinsi hali ilivyo katika mataifa yale, iko vile ama sisi labda ni sera zetu pia zinatufungia? Hali iko vile? Nafikiri sera zetu ndio zinatufungia sisi wenyewe, na siwezi kusema sana nafahamu vile nchi zingine zinafanya. Lakini tukisema zote tunaongozwa na World Health Organization, na hii tunaita the spirit of universal healthcare and SDG number 3 ya afya. Then ni kusema tunatakuwa zote kuwa tunafuatilia huo mtaratibu wenye unasema kila mgonjwa ama kila mwananchi anatakiwa kupata matibabu wakati anayehitaji hiyo matibabu, na mahali anapohitaji hiyo matibabu, mahali ataweza kuifikia bila without suffering financial constraints. Yani bila kusumbuka gharama itagharamiwa na nani? Hiyo ndio inakuwa the universal healthcare kulingana na World Health Organization. Sasa tukiona sisi hapa Kenya tumejaribu tukatoka NHIF tukakuja kwa SHA. Na tukafurahia sana tukisema SHA itatusaidia. Haya ndio yalikuwa matarajio. Hiyo ndio ilikuwa matarajio yetu. Kitu tunatakuwa tujiulize, ni nini kinachokula kingine? Kwa sababu kuna watu wengi sana hata wanaweka nini, wanalipia hiyo SHA. Na wengi wao pia hawaitumii kwa miaka mingi. Unapata familia wanalipia, mnakato wengine kama ni kwa mshahara, kwa salary, mnalipia, lakini ikifika wakati wa matibabu wengi wanatumia zile za insurance, bima za binafsi. Hiyo pesa yenye wanachangia, kwa hiyo mbona haiwezi kugharamia wasiojiweza? Hiyo pesa inayochangiwa na wenye
wanaweza kwenda kwa hospitali za binafsi, mbona haitumiki kwa hospitali za serikali? Iweko kwa tuseme kwa kiti kama ile tunaitanga unclaimed financial asset. Sasa tukuwe na unclaimed insurance. Hiyo unclaimed insurance ifaidishe wananchi wasiojiweza. Kwa sababu nchi yoyote mahali mambo ya afya haijawekwa kibao mbele ama inawekwa kibao mbele kwa kutamka tu, hiyo nchi katika utekelezaji. Yes, hiyo nchi inaelekea pahali pabaya. Na wananchi wa Kenya wengi hawawezi kulipa hata kupata ile tunaita out of pocket. Uende pale hata mtu anaungua, unataka dawa ya fever, mtoto wako na fever, na unataka pale hata hiyo paracetamol. Ukienda pale kwa chemist, tuseme hata nini unasema ni out of over the counter. Yani unaenda kununua pale mwenyewe. Unapata hiyo paracetamol ni shilingi 100. Na hapa tunaambiwa wananchi wengi wanaishi chini ya $1. So hiyo gharama ya maisha inakuwa ngumu. Tena kutofundisha watu. Tulisema universal healthcare is not sustainable. Kama tunaendelea zaidi kuleta watu wengi wanaendelea kuonjeka zaidi, tunaweza fanya aje tukiwa nchi ili tupunguze watu wanaougua magonjwa tofauti kama saratani. Shikilia hapo kwa sababu hilo ni swala ambalo pia ningetaka mtalijadili. Lakini sasa ninakuja kwake Imelda kwa sababu wewe yuko kule mashinani. Kuna yule mama ambaye alizungumza kutoka kule Kakamega na akasema kwamba nikinukuu tu maneno yake, alisema niko na mtoto anayeugua sickle cell, selimundu, lakini sitampeleka hospitalini kwa sababu sina hela, na hata najua nikimpeleka hatatibiwa. Hizo semi za huyo mama unazichukulia vipi, na ni kipi ambacho umekishuhudia kinaenda sambamba na hizo semi za huyo mama? Agnes, hiyo ndo vile kuko kwa tunasema kwa ground. Mimi niko katika support group najiita Jidhamini Shujaa. Tunakutana huko Mama Lucy, na kila wakati tunakutana na watu ambao wana ugonjwa wa saratani, sickle cell, diabetes, all non-communicable diseases. Na wakati mtu anakuja anakueleza kwamba siwezi pata matibabu kwa sababu SHA haiwezi kugharamikia, inakuanga hali mbaya sana. Ongeza sauti kidogo. Inakuanga hali ingine mbaya sana. Ambapo kila ambapo kinafanyika uko mashinani ni kweli, na ni hali ya it's so sad, huzunisha sana. Kwa sababu hata saizi kwa kikundi chetu tuko na wale ambao wamestop matibabu ya saratani. Kwa nini? Gharama iko juu. Na tunaposema kwamba gharama ya matibabu iko juu, tunaanza mpaka na transport. Mtu anakuambia nimeenda Kenyatta mara mingi, nimeenda hospitali mara mingi, mpaka transport yenyewe ana ya kufanya biopsy na PET scan itapatikana wapi? Ya kutibu hii saratani itapatikana wapi? So unapata kwamba hata wakati kama sisi ambao tuko kwa cancer space tulisukuma sana hii pesa tuongezewe ifike mpaka shilingi 800,000. Na tunashukuru sana Kenco kwa kupush na kufika parliament na kueleza kwamba hii pesa gharama ya kutibu saratani iko juu sana. Na out of that tunasema kwamba the umbrella body Kenco wamejaribu sana, na bado tunahisi kwamba 800 haitoshi. Ndio maana huyo mama, tuko na wale ambao wako na saratani katika kikundi chetu. Mtu anakuja ajalala, mtoto analia pain, na ukiwa huko chini ndio utagundua kwamba hata hiyo shilingi 100 nani anasema Emily, mtu ana shilingi 100. Unless uko huko chini mashinani ndio utajua kwamba shilingi 100 ni ngumu kupata, ambapo it's high time serikali hiyo ni tu venye itafika mashinani na itusaidie katika gharama ya matibabu. Iko juu sana na hali si mzuri. Kama hiyo kesa ambayo tuliona jana, tumekuja na kuna mjamaa amekuja katika kikundi, mkono imefura already, ilishakatwa, akona saratani recurrence, naona mkono imefura mpaka ukiangalia ni kama imeanza kutoa maji. Lakini
anakutumia message kwamba siwezi enda, nimeambiwa niende, ugonjwa imerudi, nilifanyiwa PET scan Julai na sasa SHA inaniambia niongeze pesa. Atatoa wapi kama ya kukula ndoano? Gharama ya matibabu kwa hakika iko juu sana. Yes. Asante sana Imelda, kwa kweli umetupa taswira. Naomba tu ni kabla tu kidogo kama nitakubaliwa ni zungumza. Nashukuru sana kwa jinsi umeleta haya katika kikundi ambacho uko nacho, na nashukuru pia kwa yale ambayo umetuelezea. Wacha nikubali hapa hivi waziwazi kwamba gharama ya matibabu iko juu, na wakati mwingine mkiona hata tukisimama hapa hivi na mtu anaweza sema sisi labda hatu feel, as doctors we don't feel. Actually we feel so much. Ile tu sasa tunaweka ile sura kuwa inabidi ni kuhudumie na hii ndio njia iko. Maana wakati mwingine nataka kuhudumia lakini sina means. Wengine wetu pia tumekuwa kutoka kwa ile maisha ambayo imetoka chini pale kabisa, ambao huna hata chakula au vile jinsi umesema transport ya kwenda shule. Ya kwenda shule kutoka utotoni au kwenda hospitali. Tumepitia hii maisha yote. Kwa hivyo si ati sisi hatujui kuwa zinafanyika au zile shida ambazo wananchi wanapitia. Lakini ningependa kusema kwamba hata jinsi tunavyojadili tuweze kupata suluhu hapa hivi. Iwapo mtu hana bima ya afya na magonjwa ambayo zinakaa muda mrefu kabla ya kutibu ama unaishi nayo kwa muda mrefu, magonjwa sugu yale ambayo tunaita chronic diseases, ile ambayo umesema sickle cell, saratani, cardiovascular diseases, gonjwa wa kisukari. Haya ni magonjwa ambayo utakuwa nayo kwa muda mrefu, utakuwa nayo na yanahitaji matibabu na zinatumia fedha nyingi sana. Nataka tuseme kuwa jinsi ni vizuri kupeana criticism, lakini naomba pia tujiangalie, tuseme hivi. Wakati naambia watu nikisema kuwa SHA haifanyi, ni kweli iko na shida zake. Hii ni ukweli, kuna shida zake. Lakini kuna wale ambao wanapata benefits ya SHA. Wakati tunasema SHA haifanyi, ni in other words tunaambia watu usilipe. Wakati unaambia mtu asilipe SHA, unampatia option ipi? Unampa option gani? Maana akona chronic disease ambayo inahitaji hela za kufanya scans, kufanya biopsy ambayo very expensive. Unasikiza? Kwa hivyo ukimwambia asilipe, basi unamwambia aende atoe out of pocket, na pocket yenyewe hana. Unashika? Kama atalipa shilingi 20 kwa siku, ambayo inakuja shilingi 600 per month. 20 shillings per day. 600 shillings per month. Kuna wale wanalipa bit less, but ni approximate 20 shillings per day, 600 shillings per month. Sawa? Unalipa hiyo, huyo alipe mwingine alipe hiyo, Agnes ulipe hiyo. Hata kama huitumii, kuna mtu mwingine ataitumia mahali. Tunahitaji kile kitita kiwe kikubwa ili kuweza kufikia kila mtu. Lakini kama tuko wachache tu, maana tumekuwa tukisikia kuwa haifanyi, inamaanisha ile pesa ambayo tunatumia kudistribute kwa watu haitatosha. Kwa hivyo tutalipa tu ile kidogo ambayo tunaidistribute kwa watu wengi. Nikiwa na shilingi 100 na nataka kudistribute kwa watoto 100, kila mmoja atapata shilingi. Lakini niko na shilingi 1000 na nataka kudistribute kwa watoto bado 100, kila mtu atapata shilingi 100. Kile nasema ni hiyo 100 inamaanisha kile ambacho atapata kwa condition yake ni haya. Kwa hivyo itasaidia kwa matibabu zaidi. Kwa hivyo nakubali kuwa kunaweza kuwa na matatizo kwa SHA, na mimi sitoki SHA, mimi sifanyi na watu wa SHA, msiseme mimi nimetumwa hapa. Mimi ni daktari, kazi yangu ni kuhakikisha kuwa ninakutibu na nakupa mafunzo ili uweze kuprevent infections, prevent diseases, ili hizi costs zisikue too much kwako. Lakini pia nasema kuwa pray but tie your camel. Ndio kuna shida, sawa? Lakini hakikisha kuwa unafanya kazi yako ambayo inafaa unafanya. Weka ile shilingi yako 20, lipa kila mmoja wetu.
Whether uko na private insurance ama uko na private, lipa, maana itaenda kusaidia mtu mwingine. Huo uhamasisho ni nani ambaye anafaa kuwa anautoa lakini hatoi? Lakini kabla ya kujibu hilo, kwa sababu pia wenzako watakuwa wanajibu, kuna hoja ambayo Imelda alizungumza na ningetaka utajibu, kwa sababu hilo lina kuhusu wewe. Wakati anaposema kuna wagonjwa wengi wanaositisha huduma za matibabu, alikuwa anapata matibabu lakini ikafikia wakati akaacha sasa kwenda kwenye kituo cha matibabu kutokana na ukosefu wa hizo hela, labda hata nauli hana. Inarudishaje juhudi zenyu nyinyi kama madaktari, wakati zile hatua ambazo ulikuwa umepiga 5 sasa wakati atakaporudi labda baada ya mwaka, baada ya miezi kadhaa, unaanzia tena 0? Inawarudisha nyuma vipi, ama inarudisha vipi juhudi zenyu? Shukrani kwa swali hilo. Inaturudisha nyuma sana. Na kama kuna kisa ambacho unakikumbuka kimoja, unaweza pia tusimulia. Ni kadhaa. Sitasema tu kuhusu saratani pekee. Lakini hadi magonjwa ambayo tuko nazo kila siku, ambayo tunatembea nazo. High blood pressure. That is ugonjwa ambayo pressure iko juu. Kisukari. Unashika. Nafaa unapewa dawa. Baada ya muda fulani tunataka uje upimwe. Alafu tuendelee matibabu. Kama ni saratani, ugonjwa wa saratani, tumekupata uko kwa ile stage ambayo haija develop sana. Tunakuanzisha matibabu. Tumekupata kwa stage 2. Unaanzisha, daktari anakuanzisha kwa matibabu. Alafu unaenda kwa sababu moja au nyingine umepotea. Wakati unaporudi baada ya muda mrefu, maana kwa matibabu unapoanzisha treatment unaanza kufeel better, unaanza kusikia vizuri. Na hii naambia wananchi wote. Hata wakati unapoanza treatment unaanza unasikia ni kama unaenda vizuri. Kuna wagonjwa ambao nawapata huko nje wanasema mimi nilikuwa naendelea vizuri hadi nilijiachisha matibabu. Akajitibu mwenyewe. Mimi niliona naendelea vizuri, niliendelea vizuri hadi nikaenda nikaombewa na nikaangalia nikaona naendelea vizuri, kwa hivyo hakuna haja kuendelea na matibabu. Lakini ile point ambayo najaribu kusema ni kuwa unapoacha matibabu unarudi nyuma. Wakati ulikuwa labda stage 2 na ukaanzisha treatment, ulikuwa unaendelea vizuri sana, tumecontrol ugonjwa, alafu kaacha matibabu, ugonjwa inaenda mbio sana. Inaenda mbio sana, ama unaweza pata resistance. Unashika. Wakati unakuja sasa tunapata hata umetoka kwa ile stage 2 umeingia huko 3. Alafu mtu anasema hii ugonjwa hata matibabu ukianza kutibiwa inakupeleka mbaya zaidi hadi inakumaliza. Ila ni makosa pia inafaa tuwe tunajiangalia sisi wenyewe kwa kioo. Sema kuwa ninapoanzisha matibabu, ninaposikia kuwa naendelea vizuri, nafaa niendelee vizuri na matibabu. Na acha nizungumze kidogo tu hapo kwa SHA. Kama kuna ambao wanalipa SHA kwa uaminifu, ni wagonjwa wa saratani. Wanalipa. Shida ambayo iko katika cancer space ni moja. Ni pesa kuisha na hauna pesa yoyote ya kuongeza. Ambapo when it comes to paying, SHA cancer patients pay na roho yao yote, kwa sababu hawana any other option. Yes. Hatutazungumzia ya SHA zaidi ya hapo. Lakini kuna hoja ambayo pia daktari ametaja kabla Emily. Sijui kama kuna kile ambacho ulikuwa unataka kukiongezea Emily kulingana na semi zao, ama niulize lile swali ambalo niko nalo. Daktari amesema kuna wale ambao hata wanasitisha matibabu, wanasema kwamba nilianza kuhisi vizuri, hata zile dawa mwenyewe nikaona sitaendelea nazo. Baadhi pia wakaenda wakasema niliombewa. Itafikaje sasa mtu amefika pale kufika katika hali hata ya kwenda kutafuta kuombewa? Ni kutojua, ama ni hali ya kutaka kupona sana? Ni kupotoshwa, ama ni mapuza? Haswa ni kipi ambacho kinachangia? Ningetaka pia hata nyinyi mtazungumzia ni kipi ambacho kitamfanya daktari mgonjwa akirejea baada ya mwaka anasema nilikuwa nimeenda nikaombewa nikahisi vizuri, lakini naona ni kama sasa ugonjwa ni kama maombi yalifika mahali yakaacha kufanya kazi. Nimekuwa na wagonjwa kama hao kadhaa ambao unamuuliza ulienda wapi wakati nilikuwa tunaanzisha matibabu, tulikuwa tumeendelea vizuri. Ulienda wapi? Naambia daktari, kusema kweli mimi niliendelea na madawa yangu na ikafika mahali hata nilikuwa nasikia niko vizuri hadi nimepona. Na hata nikaona hii kukunywa dawa, na nikaenda pia kwa kanisa langu wakaniombea na mimi nikajihisi kwamba nimepona kweli. Na sasa haja iko wapi ya kuendelea kunywa dawa na Mungu ashakuponya?
mgonjwa kwa kweli anataka kupona. Hakuna mgonjwa ambaye anaacha dawa kwa sababu anataka kuumia. Haja yake sana anataka apone. Kupona. Lakini wale ambao wamebarikiwa katika jamii ambao wako na opinion ambayo inasikizwa na watu, kuna wengine wanachukua advantage na wanapotosha watu. Na nashukuru sana serikali na waziri wa afya aliongelea hii, akasema kuwa hatutakubali kuwa unasema kuwa wewe ulikuwa unakunywa dawa for example za HIV, ulikuwa unakunywa dawa za saratani, dawa za diabetes, alafu unatuambia kwamba umeambiwa na nini na ule ule mhubiri wako amekuombea na amesema sasa umepona. Hatusemi kuwa watu wasiende hospitali wasiende makanisani au wapi waende waonyeshe. Hatusemi wasiende. Lakini tunasema kuwa zile shida ambazo tuko nazo ni za kidunia. Hizi shida ambazo tuko nazo ni za kidunia. Na ile akili ambayo tumepewa kama wahudumu wa afya tumepewa na Mwenyezi Mungu, si shetani. Ni kweli. Hatukuweka kwa darasa na shetani kwamba wewe sasa pea watu hizi dawa. Ni Mwenyezi Mungu alitupatia hii wisdom with evidence. Sasa tunapeana hizi na kuna evidence kuwa inapona. Ni Mungu basi anakuponya. Mbona basi mwingine akwambia waachana nayo? Hiyo ni kupotosha watu. Na hatutaki watu wapotoke. Emily naona pia anataka kuchangia sana. Kuna swali ulikuwa umeuliza daktari hapo. Thank you daktari for the contribution and my sister Imelda. Ulimuuliza mbona wagonjwa wanaanza matibabu wanaachia katikati. Alafu baadaye ugonjwa ukirudi wanarudi kwa daktari. Kuna kitu tunaita elimu ya afya. Health awareness ama health education. Purpose ya elimu ya afya na hiyo sana ilikuwa imepewa responsibility ya public health. Ni kuhamasisha wananchi mambo yenye wanaweza kufanya ama kufuatilia ili wakae kwa uzima wa afya na wenye wako kwa matibabu waweze kufikia kiwango cha matibabu wanachotarajia ama wanachohitaji. Kwa sababu tumesema hakuna mtu huenda kutafuta matibabu kama hana tarajio la kupata uponyaji. Kwa hivyo daktari, tungependa kujua mtihani huu tumeanguka wapi? Mtihani tumeanguka wapi? Hata ukilipa hiyo SHA na SHA kweli uende pale na uende hata upewe hizo dawa, uonekane na daktari na uandikiwe matibabu ya mwezi moja ama zingine unaambiwa carry home, unaenda nazo nyumbani. Nani anahamasisha wananchi wajue dawa inatumiwa namna gani, kiwango gani, kwa muda gani, na wakati umepewa appointment, yani umeambiwa rudi wakati fulani, waelewe ni sababu gani haswa umeambiwa baada ya wiki 2 rudi hospitalini. Nani anatakiwa kuhamasisha wananchi? So naweza kusema sisi tukiwa wananchi na mimi pia nikiwa mshawishi wa afya tunajaribu sana hata kwa vikundi. Hata zingine tunafanya kitu inaitwa DOT, inaitwa direct observed therapy. Mahali unapigia mgonjwa simu, unajua yeye alienda hospitalini, unamwamsha, unamwambia uamke mapema kwa sababu saa 2 inahitajika hospitalini, hata umeze dawa zenye umeandikiwa. Na hapo mgonjwa anarudi anakuambia mimi hiyo dawa nilimeza jana na nasikia tumbo langu limechafuka, natapika ama nahara ama nasikia kizunguzungu. Unaona? Hapo utamuuliza tena wakati ulitumia hiyo dawa ulimeza na nini? Mwingine anasema nilimeza na chai, nilimeza na uji. Kwa hivyo kwa health sector tuko na very big gap ya health education. Watu hawana maelezo. Hawana maelezo. Hata hii daktari ameguzia akasema amefanya vizuri kuambia watu mulipe SHA. Ni vizuri kuwa umelipa na wewe unalalamika haujagharimiwa ukiwa umelipa. Kwa sababu ni kweli insurance kama NHIF na hata hiyo SHA kuna wenye wamenufaika sana kwa hizo whatever hizo insurance. Lakini hata ukipata hiyo insurance na ulipiwe kweli ugharamiwe hospitali na wewe haufuatilii maagizo ya daktari, umejiangusha mwenyewe. Unajiangusha. Tena ufuatilii mambo ya prevention. Mimi nakuanga na insist sana mambo ya kuzuia magonjwa mengi
zungumza juu yake, magonjwa anaweza kuzuilika. Daktari angefurahi kama hakai kwa ofisi, aingie saa 11 asubuhi, hako na appointment, na atoke huko saa 5 ya usiku, kwa sababu watu wamepanga mlolongo wakisubiri. Yeye mwenyewe anachoka. Hata ile concentration ya matibabu anaweza kuwa hana. Atibu mtu leo, pengine wa create relationship. Baada ya wiki 2 akingojea kuja appointment, afikirie kwani huyu pia alipona. Anaona kwa gazeti ama nasikia amewekwa kwa kikundi, anaambua mchango kwa sababu ametuacha. Lakini kama tungeweza kuhamasisha wananchi, wangeelewa hao wenyewe, tupunguzie daktari mzigo na tupunguzie familia mzigo na pia tupunguzie county government na national government mzigo wa matibabu, kwa sababu tumesema matibabu ni very expensive. Gharama iko juu. Okay, gharama iko juu na inaendelea kuongezeka kila uchao, na tunachukua pumziko fupi mno, na wakati utakaporejea, kwa sababu wewe uko kule mashinani, uko pia kwenye makundi tofauti ya hawa wagonjwa, utakuwa unatueleza kiwango cha maelezo, kiwango cha uhamasishaji kikoje. Je, kunacho ama hakuna? Ama wale ambao wanaotoa maelezo ni ya kina nani? Ni watu wanaotoa maelezo kwa njia ambayo itaeleweka. Unajua Daktari Kotiono anaweza kuja atoe maelezo, atoe kizungu chote kile ambacho anakipata kule chuoni, lakini wale ambao wanapewa huo ujumbe wanaelewa. Haya, hilo ni swala ambalo tutakuwa tunakuja kuzungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi. Haya, karibu mtazamaji kwenye awamu ya 3 na ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na gharama ya matibabu. Mambo ni mengi hapa, tumezungumza mengi wakati wa mapumziko, na sasa tunarejea kwenye studio kutamatisha katika kipindi cha mwisho kuhusiana na gharama ya matibabu. Na kabla ya kuchukua pumziko, Imelda, nilikuwa kwa sababu Emily na daktari walizungumzia kuhusiana na swala la uhamasisho, kwa sababu uko kule mashinani, uko pia kwa makundi tofauti, unazungumza pale na wagonjwa, unafahamu masaibu na masikitiko yao pamoja na familia zao. Kiwango cha uhamasishaji kikoje? Tunajaribu awareness na advocacy, hiyo nayo tunafanya vizuri sana. Tunajaribu ni akina nani? Tunajaribu kama kikundi. Tumekwambia niko kwa kikundi na inayojiita Jidhamini Shujaa. Na kama kikundi watu tunahakikisha kwamba kila mwaka ama unapata kama kila mwezi lazima tuende mahali kufunza watu. Watu waende for early screening. So tukifika kwa hamasisho kama kikundi tumefanya vile tunaweza. Ambapo hiyo naye kikundi chetu akija to let down tunafanya. Shida ni kwamba unahamasisha watu ugonjwa kutokana na ugonjwa wa saratani. Magonjwa tofauti mengine. Magonjwa tofauti mengine. But kitu cha kwanza mtu anakueleza ni kwamba gharama yake itakuwa juu. Afadhali niishi vile nimeishi, lakini nisiende niambiwe kwamba niko na ugonjwa fulani, kwa sababu sitaweza kuitibu. So somehow hata kama tuna create hiyo hamasisho, but wale ambao wanaichukulia kivipi? Wengine hawaikubali. So mnabaki hapo, create awareness, yes, mmefanya vile mnaweza, lakini wameichukulia vile inatakikana. Hiyo nayo tumefanya kama kikundi. Kwa hivyo kuna wale wanaojikubali, kuna wale wanahofia matokeo, na kuna wale wakijua wanahofia. Kuna wale wanahofia matokeo. Kwanza daktari wenye amesema kwa reproductive, unapata kwamba msichana mdogo wa miaka 20 na 25 umemweleza ugonjwa wa saratani ni nini, unfortunately amepimwa akapatikana kwamba ako nayo. Uoga ya kwanza ambayo hata ana regret kukusikiza ni moja, amepatikana nayo, si ndio? Ametibiwa. Na kisa cha kwanza ambao inawatama ushanga moyo kwamba akitolewa nyumba ya uzazi, utamweleza vipi? Utaendaje kuambia mgonjwa wa kwamba ukipatikana nayo
itafika mahali ambapo labda utatolewa nini ya uzazi, nyumba. Na ndio maana tulikuwa na debate katika kikundi ambao we were pushing for something that tukubali science, tukubali ya kwamba wakati ambapo mwanamke amepatikana na ugonjwa wa saratani, is there something that can be done that the egg can be stored for her somewhere, ambapo wakati mwingine kama atataka mtoto kuna venye anaweza saidiwa hata kama ni kupitia surrogacy ambao bado IVF. Huduma iko lakini gharama nayo? Gharama iko juu. Ambapo ukiona msichana wa miaka 24 amepatikana na ugonjwa wa stage 4 na hataki kwenda kutolewa, na anakueleza kwamba nikitolewa hii sitaweza kuzaa. So hizo ndio vitu ambazo kwa kikundi hata wakati mwingine mkizungumzia. Je, kama Kenya tumefika mali ambapo gharama inaweza kutukubalia kufreeze mayai ya kina mama ndio isikuwe the end of her na childbirth, na labda alikuwa anataka kufanya nini, kuzaa. Na hapo tu hata tukicreate awareness, number 1, wakati una create awareness, mental health yao ni muhimu sana. Umeenda umemweleza, amejua ni nini unazungumzia, ama tuseme hata tuko na kikundi chetu, tuko na mpaka wale ambao wanaishi na disabled, ulemavu, kwa sababu ni umbrella ya NCDs, wote tumewajumuisha pamoja. Lakini unapata kwamba kukuwa na mtoto mlemavu, kuaccept inakuchukuanga muda, na ndio maana tunataka bado nitarudi tu kwa SHA, samahani. Tunataka SHA isimamie counseling services. Sisi tu create awareness ndio, lakini akikuja hospitalini SHA ianze na counseling, isimamie counseling. Wakati yako kwa jani ya matibabu ya huyu mtoto wake mwenye akona sickle cell, huyu bibi yake mwenye ameambiwa anaenda kukatwa matiti, akisha katwa matiti, tunataka kwamba aweze kupata reconstructive surgery kwa gharama ambayo inawezekana. Kwa sababu wamama wengi ambao wamekatwa titi wanatamani sana kufanyiwa reconstruction, lakini gharama iko juu zaidi. Hizo ni vitu ambazo tunakumbana nazo sana mashinani. We do that. Tunawahamasisha ndio, but what next? Asante sana kwa hilo. Sasa hapa ndipo sasa tunaingilia sheria na sera za nchi. Kama taifa kuna sheria ambazo ziko, na huenda labda tatizo ni katika utekelezaji, kwa sababu sheria nyingi za Kenya zimejishindia hata kimataifa, na kwa sababu pia tunafuata sheria za shirika la Umoja wa Mataifa. Je, sheria inasemaje kuhusu upatikanaji na utoaji wa huduma? Kwa sababu hata kwa katiba ni haki. Shukran Agnes kwa swali hilo, na nimefurahia jinsi kwanza nimefurahia jinsi alivyoelezea kuwa kama kikundi wanafanya ile kazi ya kuhamasisha wananchi pale chini. Nataka kusema tu kuwa nataka kukumbusha kwa mimi si serikali, lakini niko na information ambayo naweza kupatia kama daktari kwamba zile mpango ambazo serikali ambazo iko nazo kwa prevention ni tuko na iko pale kwa Department ya Public Health. Na pale kwa Public Health kuna wale ambao the Community Health Promoters, CHPs. Wako na jukumu na and it's iko very organized. Wako na mpangilio mzuri. Hii haikuwa hapo awali, imekuja tu miaka 5 zilizopita tuseme. Miaka 3-4 zilizopita. Chini ya hii serikali. Haikuwa Community Health Promoters. Maana tulipokaa chini kama wahuduma wa afya na tukasema kuwa tuna burden ya disease ama burden tuko nayo ni kubwa. Tuko na zile infectious diseases ambao tumekuwa tukiwa nazo kwa muda mrefu, infectious diseases, magonjwa ya kuambukiza. Hizo ndio imekuwa kiua wa Kenya kwa muda mrefu. Ukiangalia miaka 20 kuelekea, magonjwa ya kuambukiza ndio imekuwa juu kwa kuua wa Kenya. Alafu jinsi muda umekuwa ukiendelea na
kuhamasisha ikawa inaendelea aidha kwa mashule au kazi nzuri ambayo unafanya hivyo, yale makundi yanatokezea, watu wamekuwa wakiendelea kupata elimu. Na pia hii elimu inasaidia kwa malishe, jinsi malishe bora, unakula vizuri, uende hospitali mapema, enda uangaliwe. Sasa ile kile ambacho tunaita life expectancy ikawa ina increase, inaongezeka. Watu wanaishi kutoka kwa kuishi life expectancy ambayo ilikuwa labda tuseme miaka 50, sasa tuko kwa miaka 69, 69-70 years life expectancy. Tumeenda juu sana. Inamaanisha kuwa tunafanya improvement, ili msisahau kuwa hata tukifanya criticism tuna make big steps. Kuna hatua ambazo tunatengeneza. Kwa hivyo tunasonga mbele, sawa? So prevention ikawa sasa tunasema sasa tunaangalia yale magonjwa ambayo yamekuwa yakiambukizwa sana, ni kama nini, malaria na magonjwa kama HIV. Tunashughulikia aidha kwa kutibu na pia kwa prevention, ile public health message jinsi ambazo mnasema, sawa? Na hiyo imeendelea, mko mkifanya vizuri. Unashika? So hizo infectious diseases tukawa tumeze control. Tumefanya kazi kwa bidii sana kwa malaria control. Wakati huu haijazidi, haiui sana. Tumesonga mbele sana. But sasa kitambo hatukuwa na NCDs na mental health, hazikuwa sana. Lakini sasa hizo zimecatch up, zimekuja saizi hadi saizi 39% of the population wako na non-communicable diseases. Unashika? Tuko na diabetes, ugonjwa wa kisukari, sawa? Tuko na cardiovascular diseases. Hiyo ni hypertension, ugonjwa wa moyo, nini, cardiovascular diseases. Tuko na cancers zimeingia, ziko kwa wingi, na tuko na mental illness imekuja. Urbanization issues na jinsi tunavyokula, gharama ya maisha, unashika, inaleta hii mental problems. Mabadiliko pia ya hali ya anga yamechangia kabisa. Unashika? Kwa hivyo tunapata kuwa ile infectious diseases imeenda chini, lakini haijaisha, na wale non-communicable diseases yamesonga juu. Sasa wako watu, in fact tukiangalia kat statistics wako pamoja 39. Na hii inaleta shida kubwa zaidi. Maana tuko na population ambayo watu wanaishi sana, watu ni wengi, sawa? Kwa hivyo watu wana miaka zinazidi kuendelea. Inamaanisha hapo mbele tutakuwa na population ya wazee, watakuwa pale mbele wengi. Sawa? Watu watakuwa nini? Na watakuwa na hizi non-communicable diseases burden. Nakumbuka non-communicable diseases inachukua pesa mingi sana kutibu. Maana unaishi nayo kwa muda mrefu. Na hapo sasa unakuja kwa hiyo mambo ya prevention. Sawa? Prevention. Kuhamasisha watu ambao mnafanya kwa vikundi. Kwa hivyo tukaja sasa na tuko na hawa ambao tunaita CHPs, community health promoters, ambao wanafanya kazi mzuri, ambao unasema wanaenda kwa nyumba, wanaangalia jinsi ulisema, mnapiga simu wakati mwingine kufuatilia jinsi mtu amekunywa dawa, amefanya nini, unashika, amekunywa dawa, akona appointment ya daktari inafaa aende. Hata kama amesahau inabidi akumbushwe, maana kila mtu akona ile the number of houses ambaye anacover. Ama pia yuko katika hali ya kuweza kumfikia yule daktari. Na inabidi sometimes tunaitwa wale, nimepata information kutoka even wale zile hospitali ambazo ziko level ya chini, level 3, level 4, inabidi waende pale nyumbani waone ule hangeweza ona daktari, tuende tumchukue sisi wenyewe. Inafanyika. Hizo ni mambo ambazo labda hatusemi, but zinafanyika. Madaktari wanafanya kazi nzuri sana, doctors, nurses na wale watu kwa health providers. Inabidi waende hadi pale chini, waangalie mgonjwa, kama anahitaji kusafirishwa hospitali wanampeleka. Counseling services ambayo unasema is very important. Kuna watu ambao wamepewa ile elimu ya kujua jinsi ya kusema, kupeana hii information ili kuitoa kwa njia ambayo haitamdhuru zaidi yule mgonjwa. Kwa njia ambayo haitamdhuru, ataweza kuielewa vizuri na akuwe na confidence kuwa kuna solution. Pako peane kuna solution, umpatie hope. Patie hope. Usimwambie tu wewe sasa hii tutakukata matiti. Unashika? Wewe umepata accident, mguu yako tunakata. That's what they do. Unashika? Lakini sasa kuna njia ambayo na siku hizi tunafanya hivyo, iko part of the healthcare system. Nakwambia hata kabla hatujakupima HIV tunakufanyia counseling. Kweli ama uongo? HIV kabla hatujakupa diagnosis yako yoyote, kama tumefanya vipimo either cancer ama saratani ama nini, lazima tukufanyie counseling. Lazima tukwambie njia ni hii na hivi ndio utaenda. Hata si mbali, hypertension saizi lazima tukufanyie counseling. High blood pressure, sukari. Maana si rahisi tu kisukari hivyo, ni ugonjwa ambao utakuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hivyo prevention. Asante sana daktari. Naona muda haunasi na ni lazima pia Emily tuzungumzie kuhusu jinsi ya kuzuia haya magonjwa. Wananchi wafanyeje? Wananchi tunasema you can be your own doctor. Lakini si kiwango kile ambacho daktari alikuwa anasema ulikuwa umepewa huduma, lakini fika mahali uanze kujitibu. Wakati tulienda shule tulifundishwa kitu, tukaambiwa
having a healthy immunity, yani kinga yako ya mwili ikiwa iko juu, unaweza kuepukana na magonjwa mengi na hata kufikia matibabu ni rahisi. Kinga ya mwili ikiwa juu. Kinga ya mwili inaletwa na nini? Kinga ya mwili sio daktari atakupatia kinga ya mwili. Sio serikali itakupatia kinga ya mwili. Ni wewe mwenyewe utaangalia ukiwa na familia yako. Uelewe ni vitu gani zinaleta kinga ya mwili. Tunasema vitu kama matunda, mboga, na tukisema mboga tunasema every time na nashindanga nikisema uwezi chukua sukuma wiki ama spinach uiweke kwa moto dakika 20 na useme wewe uko na balanced diet, unakuwa na chakula ya nutrition. Tunasema every time ukiangalia mambo ya mboga usifanye mboga yako iive zaidi, hata ibadilishe rangi. Hata ibadilishe rangi, hiyo itakuwa hakuna kitu. Utakuwa kweli umetazama kwa sahani lako uko na mboga lakini hakuna nutrients inakupatia. So your vegetables, mboga lazima kila wakati ukitafuna iwe crunchy. Unasikia iko crunchy. Although tuko na mboga kama za kienyeji kama managu, sage na nini, hizo zinapikwa zaidi kidogo ndio zikupatie ile tunaita gut irritation na vitu kama hizo. Hiyo mambo tunatakuwa public health pale casualty kwa hospitali za serikali, kwa sababu hizo ndio ziko na wateja wengi zaidi. Tukiweka screen kama hii na ulete sauti kama ya my sister Imelda ama sauti ya Emily Mkomunene, pale unafundisha, unawaambia pale kwako nyumbani, keep your compound clean. Angalia vile mnapika chakula yenu. Angalia kwamba your environment is clean, umejisafisha wewe mwenyewe. Tutapunguza gharama ya magonjwa na watu wenye wanagonjeka. So tunasema the community health promoters, hata kama wako facilitation yenye wako nayo ni ndogo sana, iwezi fikia kila mtu. Already tunasema health sector is overwhelmed. So hata daktari akisema wakati mwingine wanaenda kuangalia mgonjwa na kumchukua mali yuko, hiyo ingekuwa mapenzi yao. Lakini hiyo gharama sioni kama sisi tukiwa wananchi wa Kenya ama serikali tuna hiyo uwezo. Kwa hivyo kitu mzuri wakati tunaweka kwa runinga kama KTN, tuwe na hamazisho pia. Mnaleta wakati tunaongea mambo ya prevention, tunaongea mambo ya care ya wenye wako wagonjwa, kupunguza stigma. Na mimi nikiwa pia mhamasishaji wa mambo ya afya. Kuna mtu aliniuliza, mbona uliandika kitabu The Doctor Must Be Crazy? Na ni kitu kama hiyo. Daktari anasema tunawaambia lakini hawasikii. Mnaambiwa pale kunywa, wewe dawa yako unachukua unameza na soda. Unatumia dawa ya tuberculosis na bado wewe unatumia pombe pale. Lakini mgonjwa akielezea unaambiwa dawa hii na hii usitumie na pombe. Ukitumia na pombe inafanya namna hii. Ama hapana, chukua juice umeze nayo dawa. Dawa hii kula chakula kwanza ndio uweze kutumia hii dawa. Mgonjwa aweze kuelewa. Tutafikia kiwango ya universal healthcare. Nasema bima ya taifa haiwezi kuwa sustainable tusipo amazisha watu mambo ya prevention. Health sector will be overwhelmed. Hiyo mzigo itatulemea kama mahali tumefika. Umesikia dada yangu akisema ile tunazungumza hapa, tunasema kwa kigundi kama Jidhamini Shujaa ama yetu Mountain Peak Resource Center. Hiyo tu ni ile kidogo tunaona. Ukienda pale kuna wenye wako kwa vikundi zetu, lakini tunasikia hiyo ngumu wenye wanapitia, kwa sababu pale kwa ground daktari ni kubaya zaidi. Ni kubaya zaidi na mambo ni magumu. Haya, sasa nataka kuwapa kila mmoja dakika moja. Ni pendekezo lipi ambalo ungelitoa kwa serikali na wahusika, hata pia kwa wananchi binafsi? Emily amezungumza akasema kwamba tuna uhuru na tuna uwezo wa kuwa kila mmoja awe daktari wake mwenyewe. Ni daktari, lisio kufikia kiwango kwamba ulikuwa umemwona Daktari Frederick lakini ukaamua sasa acha mimi niachane na Frederick niwe daktari mwenyewe. Ni pendekezo lipi ambalo ungelitoa kwa serikali, mashirika ya kibinafsi na pia wananchi kwa jumla ili kuweza kushughulikia tatizo hili la gharama ya matibabu pamoja na kuzuia magonjwa? Kila ambacho naweza ambia serikali ni kwamba waangalie sana ili swala la gharama la matibabu. Wakati ambapo mgonjwa anaenda kwamba wakati ambapo mgonjwa anaambiwa kwamba amemaliza pesa yake kwa SHA, waone vile wanaweza kumsaidia. Let us give these people hope. Na njia ya kumpatia hope
ni kumpatia tu hiyo matibabu. Asante sana daktari. Pia kabla sijakueleza kuuliza pendekezo ambalo utatoa wakati uliposema kwamba wakati mwingine nyinyi kama madaktari mnalazimika kutoka pale kwenye kliniki, kwenye hospitali ili kumpikia yule mgonjwa ambaye hana uwezo wa kufika hospitalini, lile pengo ambalo umeacha linajazwa ama linasalia vile? Shukran. Wakati ninasema kuwa inabidi sisi twende, imaanishi lazima Dr. Fred peke yake ndio anajua kutibu yule mgonjwa. Maana ukienda hospitali daktari yuko ndio, but kuna wale ambao tunasaidiana kazi. Kuna wale clinical officers, kuna nurses, kuna first aiders, kuna nani. Sisi sote tunafanya kazi kama one machine. Parts of one machine. Kwa hivyo wale ambao wanaenda kuchukua yule mgonjwa ambaye wanaenda kumpa labda huduma ya kwanza, maana umesema kwa yule CHP alikuwa anataka aje naye lakini hawezi. Kwa hivyo kuna wale ambao wako kwa hiyo department ambao wanaenda kushughulikia kumchukua wamlete hospitali na tuanze. Kwa hivyo kuna utaratibu, sio kuacha pengo. Haya, mwelekezi wangu ananiambia hata nisiulize swali lingine, kwa hivyo hata Emily sitakupa fursa ya kutoa lolote ziada. Mtazamaji, ninasema asante sana kwako Imelda, Emily pamoja na Daktari Frederick. Nina uhakika kwamba wengi wamefahamu mengi na hata kujua kwamba wako na uhuru na uwezo wa kujitibu. Sikupi dakika hata sekunde moja. Asante sana mtazamaji kwa muda wako, na pia kwa wote waliofanikisha taarifa pamoja na mjadala wa yanayojiri hivi leo. Ninasema asante sana. Mimi ni Agnes Gakunga. Endelea kutazama KTN. Baada ya muda usiokuwa mrefu, itakapotimia mwendo wa saa 7 kamili, utakuwa unapata taarifa za KTN News Desk na Ian Keitani. Naona amejaja kwenye studio. Endelea kutazama KTN.